Msichana mdogo aligundua kwa hofu. Kila wakati mama yake alipomaliza kufanya kazi, alitoa lulu. Richmond alishindana kila siri kuzinunua kutoka kwa mjomba wake, na baada ya kumaliza alikuwa dhaifu sana. Msichana alichanganyikiwa na hili. Mjomba wake alielezea kwamba angeelewa alipokuwa, lakini mama yake alimwambia aondoke nyumbani alipokuwa. Tangu wakati huo, msichana alikuwa na udadisi. Siku hiyo alirudi nyumbani baada ya kuhitimu chuo kikuu. Alionyesha mama yake cheti cha shahada ya ufugaji wa samaki alichopata. Alitaka kuthibitisha kuwa ana uwezo wa kuchukua biashara ya lulu, lakini mama yake alikasirika. Alimkemea msichana kwa kuingilia mambo yasiyomhusu. Wakati wa mabishano, mjomba wa msichana alionekana ghafla. Aliwaambia mama wa msichana aende kwenye chumba cha lulu usiku huo. Msichana alifikiri hii ilikuwa fursa ya kufunua ukweli, lakini alipokuwa karibu kufungua mlango, alisikia sauti za miguu. Kwa hofu, alijificha kwenye kona. Alimuona mama yake akiingiza mwanamume mgeni kwenye chumba cha lulu. Mjomba wake alifunga mlango na akakataza mtu yeyote kukatisha tamaa. Kwa udadisi, msichana alikwenda kwenye dirisha kuangalia kwa siri. Kwa kushangaza, harakati zilimvutia mama yake. Bila msaada, msichana alilazimika kupata mahali pa kujificha. Baada ya alfajiri, mama yake alitoka nje ya chumba kwa uchovu. Alikabidhi lulu ya hali ya juu ya zambarau mkononi mwake kwa mjomba wake. Mjomba wake aliuza kwa mfanyabiashara tajiri. Baada ya kuondoka kwao, msichana alikimbilia kumsaidia mama yake kuingia ndani kupumzika, lakini mama yake alimsukuma na akafunga mlango. Msichana alidhani kuwa mwanamume wa usiku uliopita lazima bado yuko ndani ya chumba. Alijaribu kujua ukweli kutoka kwa mjomba wake. Baada ya kumwaga mfanyabiashara tajiri, mjomba wake aligeuka na kurudi kwenye chumba cha lulu. Msichana alikuja tena kwenye dirisha kusikilizia kwa siri. Mjomba wake alipendekeza kuongeza wateja 30 zaidi kwa mama yake kila siku. Mama yake alipiga magoti chini na kuomba siku chache za kupumzika. Kuona hili, msichana alitaka kumsaidia mama yake, lakini mjomba wake alimtambua. Alimkataza msichana asijihusishe na mambo ya watu wazima. Mwitikio huu ulithibitisha zaidi dhana ya msichana. Kuanzia siku hiyo, msichana alimuona mjomba wake akawaindia makundi tofauti ya wafanyabiashara tajiri ndani ya chumba cha lulu kila siku, na ubora wa lulu zilizotolewa na mama yake pia uliongezeka ipasavyo. Lakini kwa kushangaza, watu waliokwenda hawakurudi tena nje. Mwishowe, mama yake alianguka kutokana na uchovu. Msichana alihuzunika. Aliamua kuchukua nafasi ya mama yake katika kutengeneza lulu. Mjomba wake alimwambia avae vazi la kulala na aende kwenye chumba cha lulu usiku, lakini msichana alipofungua mlango, yeye